na tutafata hizi nukta moja moja insha Allah, tuone namna gani utajipamba na sifa ya kutosheka. Tayeb. Nukta ya kwanza, i'lami anna qana'atan kanzun la yafni faqna'i. Elewa kutosheka ni hazina ambayo kwamba imaliziki. Faqna'i, tosheka, wewe tosheka. Bikulli ma yassarahu Allahu laki fi hadhihi alhaya, katika kila ambacho kwamba Mola amekusahilishia katika hii dunia. Watafhami anna ma qaddara Allahu laki sayatika min malin au waladin au zawjin au ghairi dhalik. Alafu ufahamu ya kwamba kila kitu ambacho kwamba Mola subhanahu wa ta'ala amekukadiria basi kitakuja katika njia ya sawa, na ufahamu hilo. Iwe ni mtoto atakuja kwa wakati sawa sawa, iwe ni mwanamume atakuja kwa wakati wa sawa, iwe ni riziki itakuja kwa wakati ambao kwamba uko sawa. Yule atakana kwa mwanamke afahamu hilo. Bimaana asiwe kukimbilia. Wengine hufika kwa kuroga anataka mtoto, mwingine hufika kutaka mume wa mwenzake kwa kutaka anataka mume, mwingine hufika kuharibia mwenzake kwa kutaka kazi hiyo sehemu. Nini? Moyo wake hajaupamba na sifa ya kutosheka. Na imekuja hadithi ya Ibn Abbas, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema, wa'lam anna ma asabaki lam yakun liyukhta, anna ma asabaka lam yakun liyukhtaak. Elewa wewe mwanadamu, kile ulichokipata wewe kuwa hakikuwa chenye kukukosa. Kile ambacho kwamba Mungu amekujalia duniani, kwa hali yoyote ambayo kwamba tumo ndani yake, tufahamu ya kuwa Mungu hajajalia kuwa tukose. Mathalan, wewe umejaliwa utapata watoto 12, ni hao unaotazana watakamilika. Mola amekujalia wewe utapata mume kwa wakati fulani, Mola atakuwa amejalia hivyo. Wewe umejaliwa utakuwa kadhaa, Mola amekujalia utapata riziki ama kazi yake itakuwa kadhaa. Lile ulilopata wewe sasa, jua kwamba Mungu aliliandika tangu zamani na amekuandikia kuwa wewe utalipata. Kisha wama akhtaak lam yakun lisibak, elewa kwamba na lile uliolikosa halikuwa lenye kukupata, lilikuwa si lako, ilikuwa si fungu lako, labda ilikuwa kazi si yako, umeenda nyote kwa apply kazi wewe umekosa. Hiyo silalamike na kujenga chuki kwa nini amekubaliwa. La, yule amekubaliwa kwa sababu Allah amemkadiria vile, na wewe umekataliwa ama umekosa hiyo kazi ni kwa Allah subhanahu wa ta'ala amekadiria namna hiyo. Tayeb. Kisha wa'ala, yatakana ujue hii habari, anna al-ummata law ijtama'u ala an yanfa'uka lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allahu lak. Lau umma takusanyana wakunufaisha wewe na kitu ambacho kwamba Mola subhanahu wa ta'ala hajakuandikia, hawawezi kunufaisha isipokuwa kile kitu ambacho kwamba Mola amekuandikia. Tutapata ulimwengu watu wanaenda mbio, ona lazima juu ya jambo, lakini ile jambo haliwezi kuwa paka Mola subhanahu wa ta'ala atake. Ndio kuna hadithi maarufu, hadithul Quds. Mola anasema, ya abd turid wa ana urid, ewe mja wataka na mimi nataka. Wama yakunu illa ma urid, na haliwezi kuwa isipokuwa lile ambalo kwamba nafanya nini, nataka. Sisi sote hapa tuishi kwa irada ya Allah. Hakuna mtu anaishi kwa matakwa yake. Hakuna mtu anapotaka jambo ndio liwe. La, uwezo kalitaka na Allah asitake na lisiwe. Kwa hivyo katika nukta ya kwanza tuelewe hali zote ambazo kwamba tunaishi ni kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo katika kadari za Mola subhanahu wa ta'ala ni lazima tuwe na kutosheka, lazima turidhike na kila ambacho kwamba kichache Mola subhanahu wa ta'ala ametujalia.